Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na dirisha kubwa la usajili kwa msimu mpya wa mwaka 2026-2027 mara baada ya ligi mbalimbali duniani kumalizika, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club ni miongoni mwa klabu ambayo imedhamiria kufanya maboresho kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027 wa mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na michuano ya ndani. Hapa tukienda kuongelea ligi kuu Tanzania bara, kombe la CRDB Bank Federation Cup ambalo wameweza kulitoa kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Sasa fahamu, kwa mujibu wa ripoti ambayo imeweza kutolewa na kocha wa klabu ya soka ya Simba Steve Barker, raia wa Afrika Kusini, ameweza kupendekeza klabu ya soka ya Simba waweze kuleta mchezaji ambaye atakwenda kucheza katika eneo la striker, yani mshambuliaji ambaye moja kwa moja akienda kuungana na wachezaji waliopo, basi timu ya soka ya Simba itakuwa bora zaidi. Fahamu, msimu uliomalizika klabu ya soka ya Simba kwa eneo la ushambuliaji alikuwa ameaminiwa mchezaji Jonathan Soa ambaye Simba wanakwenda kuachana naye mara baada ya mchezaji huyu kuleta vitendo vya utovu wa nidhamu, bila kusahau kwa upande mwingine mchezaji huyu Jonathan Soa kwa Simba watakwenda kumwacha, lakini Simba walikuwa na Selemani Mwalimu. Sasa fahamu, miongoni mwa jina ambalo kocha Steve Barker ameweza kulipendekeza ni mshambuliaji wa Namibia mwenye umri wa miaka 32 ambaye amecheza katika klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini. Hapa tukienda kumwongelea Peter Shalulile. Peter Shalulile ni miongoni mwa wachezaji halisi kabisa ambaye anacheza katika eneo la mshambuliaji namba 9. Mchezaji huyu tunaona amecheza ligi miongoni mwa ligi ngumu barani Afrika. Hapa tukienda kuongelea ligi ya Afrika Kusini akiwa na klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns, ambapo mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 32 ana uzoefu mkubwa wa kucheza michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau ana uzoefu mzuri wa kucheza katika eneo la striker, kwa sababu ukiangalia aliwahi kucheza klabu ya Tura Magic mwaka 2013, aliwahi kucheza klabu ya Highland Parks ya Afrika Kusini mwaka 2015, na mwaka 2020 akajiunga na Mamelodi Sundowns akitokea Highland Parks. Tunaona mchezaji huyu ameweza mkataba wake na klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns, wameweza kumuaga. Fahamu, mchezaji huyu wa Namibia pia amewahi kucheza Namibia michezo 53 akiwa ndio team captain wa timu ya taifa ya Namibia. Amefunga mabao 19 katika michezo 53. Msimu uliomalizika ligi ya mabingwa alifanikiwa kucheza michezo mitatu, wakati Mamelodi Sundowns wakibeba ubingwa na kutoa assist moja. Lakini katika ligi kuu ya Afrika Kusini almaarufu kama DStv amecheza michezo 13 akifunga magoli matatu pekee katika msimu uliomalizika, kwa sababu ukiangalia timu ya taifa ya klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns walikuwa na washambuliaji wengi. Lakini fahamu, katika miaka yake 5 ama 6 ambayo amecheza Mamelodi Sundowns, kwa upande mwingine ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefunga mabao mengi. Msimu ambao alikuwa top scorer wa ligi kuu ya nchini Afrika Kusini ni mwaka 2022-2023 akifunga mabao 18 na kutoa assist 4 katika michezo 29. Lakini msimu mwaka ufuatia 23-24 alifunga mabao 11 na kutoa assist 2. Lakini msimu huu tunaona kwa upande kutokana na benchi amefanikiwa kufunga mabao 3 pekee katika ligi na CAF Champions League vile vile ametoa assist 1 huku akitoa assist 1 katika ligi ya DStv. Lakini msimu wa mwaka 2025 alicheza michezo mitatu kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa upande mwingine wanafanya vizuri katika soka la Kiafrika, na Simba wameweza kumpendekeza mchezaji huyu kutokana na mapendekezo ya kocha mkuu Steve Barker ambaye ni raia wa Afrika Kusini, ambaye vile vile amewahi kumuona katika ligi kuu ya Afrika Kusini, kwa sababu amekufundisha Stellenbosch, huku yeye akiwa ni miongoni mwa wapinzani ambao walikutana
na klabu hiyo. Kwa mujibu wa mchezaji mwenyewe, ameweza kuthibitisha kwamba yuko tayari kuitumikia Simba kwa sababu ni miongoni mwa klabu kubwa na anaamini katika kile ambacho Simba watakwenda kumwambia kuelekea mwaka 2026 2027. Tuambie kwenye comment section kuhusiana usajili wa Peter Shalulile. Kwa upande wako wewe unaunga asilimia ngapi katika 100%?